katika ukumbusho wa khutba ni kuzungumzia hali halisi iliyopo katika saha ya Uislamu kwa ajili ya kusahihisha mafuhumu na misimamo ya watu katika ahdathi mbalimbali ambazo zinazuka katika Uislamu. Na sio sawa kunyamazia jambo ambalo limezuka na linawahusu Waislamu, ikawa kila mmoja anakuwa na msimamo kulingana na matamanio ya nafsi yake na vile anavyoona yeye au vile alivyoshawishiwa na watu fulani ambao wana malengo yao katika kuwaaminisha watu hicho ambacho yeye amefuata. Ayuha nasu ibadallah, la yakhfa minkum, haifitikamani kwamba hivi sasa kuna jambo kubwa linaendelea ulimwenguni ambao ni vita baina ya mashia wa Iran na Mayahudi na makafiri wa Kimarekani. Hili ndio jambo ambalo tutalizungumza. Hatutoi hukumu, watahukumiana wao wenyewe. Sisi tueleza Muislamu atakikanwa awe na msimamo gani, asije akachukua msimamo kwenye jambo hili kwa kufuata upepo, kwa sababu pepo ziko nyingi kwenye jambo hili. Kuna pepo za kusi, za kasi, za mashariki na magharibi. Pepo ziko nyingi, pepo za vyombo vya habari, pepo za mitandao ya kijamii, pepo za vijiweni. Muislamu atakikana kubebwa na pepo hizi. Atakikanwa kila tukio linapotokea aulize wenye elimu, abakie kwenye msimamo wa sawa. Kwa ufupi, historia ya Uislamu na Mashia. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitawala daula ya Kiislamu kwa miaka takriban 10 baada ya kuiasisi, baada ya kufanya hijra Madina. Akafariki alayhi salatu wassalam akiwa na miaka 63 sallallahu alayhi wasallam, Uislamu ukiwa ni imara, maadui wakiwa wamekata tamaa baada ya kuwa tayari wamekutana na Waislamu katika vita kadhaa, wakijaribu kuzima nuru ya Uislamu na kuufuta Uislamu, kama vile vita vya Ahzab, vita vya Uhud, vita vya Badr na nyinginezo katika ghazawat ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikutana nao. Mwanzo walitumaini kwamba wanaweza wakamuua Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba na wakaufuta Uislamu. Hilo likashindikana, ikawa kila mapigano Waislamu wananusuriwa mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki. Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu anhu akawa ndiye khalifa wa Uislamu, akaendeleza mapambano na upanuzi wa Uislamu duniani. Makafiri wakazidi kukata tamaa kwamba hawa hatuwawezi tena katika mapigano. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yeye ndiyo kabisa akawamalizilia mbali wengi wao, akaziangusha dual kubwa, daula ya Wafurus, daula ya Faris ambayo ndio wa Irani wa leo. Zama hizo ni wa majusi wanaabudu moto. Lakini pia akaiangusha daula ya Roma ambayo ilikuwa ni Wakristo. Hapa wakayakini sasa kwamba hawa mabwana upande wa mapigano hawawezekani. Mayahudi alaihim la'inullah wakachukua maamuzi na utaratibu mwingine wa kupambana na Uislamu badala ya vita, kwa sababu vita wanashindwa kila vita. Wakatengeneza bwana mmoja anaitwa Abdullah ibn Shabai al-Yahudi al-Himyari Yemen. Huyu ni Myahudi katika Wayahudi walowezi wa nchi ya Yaman, ni msomi. Wakamuingiza katika Uislamu sababu anazungumza Kiarabu kwa malengo sasa ya kupambana na Uislamu kwa ndani, aingie ajifanye Muslimu ili auharibu Uislamu kwa ndani, baada ya kuwa upande wa mapambano ya vita wamekata tamaa. Bwana huyu akasilimu kinafiki katika zama za Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu,
akawa anashawishi Waislamu katika miji ambayo bado ilmu haijawafikia kisawasawa. Miji ya Misri ambayo ilikuwa imefunguliwa karibuni, watu bado hawajaujua Uislamu vizuri, ikawa anawashawishi wamfanyie uasi khalifa wa zama hizo bin Uthman bin Affan. Lakini pia kwa sababu lengo ni kuharibu Uislamu, bwana huyo akaja na itikadi moja mbaya sana dhidi ya Mashia wa leo. Kwa kuwa ni mtu msomi na ameingia kimikakati, akaleta itikadi ya kuwakufurisha masahaba wote ili Uislamu ufe, kwa sababu Uislamu ni masahaba na masahaba ndio Uislamu. Hakuna Uislamu bila ya masahaba. Waislamu hawawezi kuchukua mafundisho yao kwa bwana mtume bila kupitia kwa masahaba. Kwa hiyo ukiwaangusha masahaba, ukiwaaminisha Waislamu kwamba masahaba walikuwa makafiri, walimdanganya tu bwana mtume, hawa kina Umar walikuwa ni wanafiki, walijifanya tu wamesilimu, ukiwaaminisha Waislamu wakaamini kwamba masahaba hawakuwa waadilifu, walikuwa ni makafiri, maana yake mafundisho yote walioyapokea kutoka kwa bwana mtume itabidi uyakatae na Uislamu umekufa. Ndiyo njama ya Mayahudi, kete yao ya mwisho walioicheza katika kuupiga vita Uislamu. Wakaasisi dhehebu la Ushia kupitia bwana huyo anaitwa Abdullah ibn Sabai al-Yahudi al-Himyari alayhi la'inullah. Akapata kundi kubwa bwana huyo, akapita katika miji ya Basra, akashawishi watu. Aliogopa kupita kwenye miji ambayo Uislamu umekita mizizi muda mrefu kama Madina. Pale kuna maulama, kuna masahaba. Alijaribu akashindwa, akaenda katika miji ambayo Uislamu bado haufahamiki. Misri ndio ilikuwa kwanza, haina miaka mingi ndani ya Uislamu. Kwa hiyo akapata watu, akawateka, akatengeneza kundi kubwa katika zama za Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Akatoka na kundi Waislamu wakiwa wanafanya ibada ya hija Makkah, yeye akatoka na kundi kubwa kutokea Misri, lingine kutokea Basra, miji ya Iraq ya leo. Kundi kubwa, makundi mawili yakatoka kwa malengo na mikakati ya kwenda kumuua Uthmani Madina, kwa kuwa masahaba wengi walikuwa tayari wako Makkah kufanya hija, na wao wamefanya upelelezi na ujasusi, wana taarifa kwamba Uthmani mwaka huu haendi hija, masahaba wengi watakuwa Makkah hija. Kwa hiyo wale wachache watakaobakia sisi tutawashinda na tutamuua. Wakaenda wakamzunguka radiyallahu anhu, wakamuua alayhi la'inullah. Jarima ya kwanza walioifanya Mashia ni kumuua sahaba mtukufu, mkwe wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Hawakuishia hapo Mashia hawa. Baada ya hapo, bwana huyu katika zama za Ali bin Abi Talib aliendelea kutengeneza kundi, hasa katika miji ya Irani, miji ya Iraq, miji ya Misri. Mwaka wa 317, eneo ambalo ni nchi ya Bahareni ya leo, Mashia walifanikiwa kutengeneza serikali yao pale, wakaiasi serikali ya Kiislamu, wakasimamisha daula ya kwanza Mashia, daula ya Qaramita, ikiongozwa na bwana mmoja akiitwa Abu Tahir. Ikawa ndiyo dola ya Mashia sasa, wananchi yao, kuonyesha mabwana hawa si Waislamu, na kweli malengo yao ilikuwa ni kupiga vita Uislamu. Mabwana hawa walitoka na jeshi kubwa baada ya kujiimarisha kwa silaha na mipango. Waislamu wakiwa wanafanya hija Makkah, Waislamu wakienda hija hawaendi kwenye mapigano, hawana silaha, wana vyakula tu vya kawaida. Wao wakatoka kana kwamba wanakwenda kuhiji, wakatoka na silaha za maangamivu na jeshi kubwa, wakaenda wakavamia Waislamu katika mji mtukufu wa Makkah, wakaua mahujaji zaidi ya 30,000 na miili yao wakaitupa katika kisima cha Zamzam. Maji ya Zamzam yakawa ni mekundu, damu za Waislamu waliokuwa wanafanya hija, wakiongozwa na huyu bwana Abu Tahir alayhi la'inullah. Hawakuishia hapo, kwa kuwa Waislamu walikuwa ni wanyonge, wanafanya hija, hawakujiandaa kwa mapigano. Wao wamekuja wamejipanga, kwa hiyo waliua Waislamu
na wakachukua al-hajarul aswad, lile jiwe jeusi ambalo liko pale Makka, ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni jiwe lilotoka peponi, wakaondoka nalo, wakarudi nalo katika nchi yao ya baharini, wakakaa nalo zaidi ya miaka 22. Mtawala wa zama hizo akawahonga pesa nyingi sana, ndo wakalirudisha jiwe lile likiwa ni kipande wakabakia nacho. Waislamu walifanya hija miaka 22, al-hajarul aswad halipo, mashia wamelichukua. Katika karne ya 4 wakafanikiwa pia kusimamisha daula katika nchi ya Misri, Banu Ubaid al-Qaddah, daula ya Fatimia ndio waliipa jina hilo, kadhiban wa dhura. Wakasimamisha daula pale, wakafanya walioyafanya. Hawa bwana wakisimamisha serikali, maadui zao namba 1 ni ahlus sunna, ni waislamu. Kama ulivyoona wanakwenda hija kuua waislamu, hivi hawa ni waislamu? Kwa hiyo waliposimamisha daula yao Misri, wakateketeza maulama wa ahlus sunna, wakawachinja kwa idadi ambayo haikudhibitiwa, wakaidhibiti Misri, ikawa pia ni mji wa kishia. Haikutosheleza, karne ya 10 bwana mmoja akaitwa Shah Ismail Safawi akasimamisha daula katika nchi ya Iraq, daula Safawiya al-mal'una. Akaisimamisha daula hii ya kishia katika zama za utawala wa Uthmania, wakamwaga damu ambazo hazina idadi katika miji ya Iraq ambayo ilikuwa inatawaliwa na ahlus sunna. Na katika vituko walivyofanya kuonyesha kwamba wao ni maadui wakubwa wa ahlus sunna wa waislamu, kaburi la Abu Hanifa radhiyallahu anhu lipo katika nchi ya Iraq. Walilifukua kaburi lile kwa kiburi na ujeuri, wakachoma moto mwili wa Abu Hanifa na mahala pake wakazika mbwa mweusi kwa dharau. Alayhim la'inullah. Hawa ndo mashia.